Rais Donald Trump ameamuru handshake kuu ya ndege za kivita USS Gerald R. Ford iungane na operesheni za kusaka dawa za kulevya katika fukwe za kusini mwa Amerika, hatua inayoweka Marekani katika nafasi adimu, kwani meli moja tu ya kubeba ndege zilizo mbali na maeneo ya Ulaya na Mashariki ya Kati, wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati unabadilika kwa haraka. Mvutano huo unaonyesha mabadiliko ya kipaumbele cha kimkakati, kwani ni karibu miezi 24 baada ya mashambulizi makubwa ya Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo Marekani ilituma meli nyingi katika ghuba ya Mashariki ya Kati. Sasa nguvu kubwa ya anga ya kijeshi inahamiwa kuelekea hemisfere ya Magharibi na kusababisha waziwazi pengo la ushawishi baharini katika Mediterranean na maeneo ya Mashariki. Kuondoka kwa Ford kumetokea huku vita vya anga na baharini dhidi ya makaidi wa baharini katika Bahari Nyekundu na mashambulio dhidi ya makundi mengine yakijitokeza, operesheni hizo zikiungwa mkono na meli za kivita, mabasi ya kurushia roketi na ndege za kijeshi, zimefanya Marekani kuonyesha mwitikio mpya, ukali unaofungamana na sera ya kupambana na tiba ya madawa. Wataalamu wanahoji, je, Ford inaweza kukaa muda mrefu kusini mwa Amerika bila kushinikizwa kurejea katika bahari ya Mediterranean au ghuba? Uwezo wake mzito, meli za kivita ni rasilimali adimu, unaeleta shinikizo la kisiasa na kimkakati pale ambapo mzozo mwingine ungeibuka. Kuongezeka kwa meli za kivita karibu na Venezuela kumeongeza hofu kwamba shinikizo la kijeshi linaweza kumfikia Rais Nicolas Maduro. Serikali ya Marekani inasema operesheni ni za kupambana na dawa za kulevya. Maafisa wengine akiwemo Marco Rubio wanasema ni muhimu kukabiliana na usafirishaji wa madawa unaosababisha hatari kwa bara. Maduro amekataa vikali akisema Washington inajenga hadithi ya uongo. Wataalamu wanasema operesheni za sasa hupungua uwezekano wa uvamizi kamili, lakini zinaweza kuzua mzozo wa ndani na kusababisha mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kiusalama katika eneo. Wakati makundi ya kisiasa Marekani wanajadili idhini ya bunge na uhalali wa mashambulizi, baadhi ya viongozi wa jimbo wamesema kuwa hatua za ardhini dhidi ya maeneo wanachukulia madawa zinaweza kuwa uwezekano. Kauli hizo zinaifanya hali iwe tete zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba jeshi la Marekani limeongeza ndege za kurushia mizigo na silaha, submarine zenye uwezo wa kufyatua makombora na ndege za F-35 zilizowekwa karibu. Uhamisho wa Gerald R. Ford kwenda kusini mwa Marekani ni ishara ya mabadiliko ya vizuizi vya sera za nje. Nguvu za kijeshi zinatumwa kuimarisha majaribio ya kimkoa dhidi ya usafirishaji wa madawa, lakini mwanya wa kimkakati uliotokana unasababisha hatari kubwa kwa usalama wa kanda zingine, hali inayobaki kuwa tete. Dunia inabaki kuangalia, je, Marekani itabaki na meli chache baharini au itarejesha nguvu zake pale zinapohitajika zaidi?